tunaendelea tulipoishia jana, na leo tutaangalia moja ya madhabahu tulizotaja, na leo tutaangalia madhabahu ya vinasaba. Wengi wamezoea kuita madhabahu ya ukoo, lakini mimi huwa napendelea kuita madhabahu ya vinasaba. Vinasaba ni zile genetics. Tutaona namna ambavyo vinafanya kazi. Tunapokuwa tunazungumzia madhabahu ya vinasaba, tunasema hivi: kizazi kilichopo leo ni matokeo ya kizazi kilichoishi miaka mingi iliyopita. Ni matokeo ya kizazi kilichoishi miaka mingi iliyopita, na matokeo ya kizazi kinachokuja kesho ni matokeo ya kizazi kinachoishi leo. Kwa hiyo kila vinasaba ambavyo vinaishi leo ni matokeo ya vinasaba vilivyoishi miaka mingi iliyopita. Hakuna mtu ambaye amezaliwa bila kuwa na vinasaba au asili. Kila mmoja wetu ana asili aliyotoka. Sasa hivyo vinasaba vilivyoishi miaka mingi iliyopita, ni wazi kwamba vilikuwa na shughuli za kiroho. Ni wazi kwamba vilihusiana na Mungu au na miungu mingine. Kwa hiyo athari za vinasaba vilivyopita zinaweza zikaishi kwenye vizazi vilivyopita na vizazi vilivyopo. Kwa hiyo leo tutaangalia hilo jambo linafanyaje kazi. Kwa hiyo tunaposema vinasaba, madhabahu ya vinasaba ni muunganiko wa vinasaba vya jamii moja au ukoo moja, ndio muunganiko. Kwa hiyo tutaangalia hicho leo, na ukitaka uamini kwamba maamuzi ya kizazi kilichopita yanaweza yakawa na athari ndani ya maamuzi ya kizazi kilichopo, tuliona jana kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 17, ile sura ya 14 mstari wa 17. Alafu tukasoma pia na kitabu cha waraka kwa Ibrania, ile sura ya 7 mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 10. Labda kwa ambao hawakuwepo tusome alafu tuendelee. Tufungue kwa pamoja kitabu cha Mwanzo sura ya 14 ule mstari wa 17. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 14 mstari wa 17. Alafu uandike pia hapo kitabu cha waraka kwa Ibrania sura ya 7 mstari wa 9 na ule mstari wa 10. Sasa tusome kwa pamoja kile kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Tuangalie sasa hivi vinasaba vilivyopita vinaweza kuwa na baraka kwenye vinasaba vilivyopo, au vinaweza vikaleta athari ya laana kwenye vinasaba vilivyopo. Tusome. Nasema, Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka akamlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Tumsifu Yesu Kristo. Na ni vizuri mkamfahamu kwamba Melkizedeki ni nani. Melkizedeki ukisoma waraka kwa Ibrania sura ya 7
ni kuhani ambaye Biblia inasema hana mwanzo wala mwisho, hana baba wala mama. Kwa lugha nyingine, Melkizedeki ni Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Ibrahimu alitoa hii sadaka wapi? Alitoa sadaka kwa Kristo mwenyewe ambaye ni Melkizedeki. Kwa hiyo Kristo ni nani? Kristo ni madhabahu pia. Tuko sawa sawa? Sasa tusome sasa. Wakati Ibrahim anatoa hii sadaka, bado alikuwa anaitwa Abraham, wala alikuwa haitwi Ibrahim. Maana yake ni nini? Wakati huo anatoa hii sadaka hakuwa hata na mtoto mmoja. Tuko sawa sawa? Wakati anaitwa bado Abraham hakuwa na mtoto hata. Tuko sawa sawa? Sasa angalia kilichofanyika. Tusome kile kitabu cha waraka kwa Ibrania sura ya 7, ule mstari wa 9 na mstari wa 10. Alafu kwa mfano mzuri ningeomba wababa wanne waje hapa ili tuende vizuri kabisa kwa njia ya mfano. Wababa wanne wanaweza kujitolea tu wakaja nikatoa mfano hapa. Waraka kwa Ibrania sura ya 7 mstari wa 9 inasema hivi. Bado watatu bado watatu. Yes, baba amekuja hapa, nafikiri yeye ndo atakuwa Ibrahim. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mjipange tu hapa. Hapa njooni kwa huko. Bado mmoja. Bado mmoja. Baba mmoja anaweza akaja. Bado baba mmoja anaweza akajitolea. Tusome hicho waraka kwa Ibrania sura ya 7 mstari wa 9 na ule mstari wa 10. Inasema hivi: tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake. Kama una Biblia weka mstari kwenye neno viuno. Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunazungumzia vinasaba. Twende taratibu. Tuseme sasa nimesema huyu atakuwa Ibrahim. Ngoja kweli awe Ibrahim. Tunasema huyu ni Ibrahim. Tuko sawa sawa? Ni nani? Ibrahim. Wakati huyu Ibrahim anatoa sadaka alikuwa hana mtoto hata mmoja. Maana yake wakati anatoa sadaka hawa wote hawakuwepo. Tuko sawa sawa? Hivi vinasaba tunaita kwamba hiki ni kinasaba ambacho ni Ibrahim. Hawa wote wakati huo hawakuwepo. Haya, Ibrahim tunajua kwamba alizaa nani? Isaka. Ibrahim alimzaa nani? Isaka. Isaka alimzaa nani? Yakobo. Yakobo alimzaa nani? Lawi. Huyo alizaa watoto wengi, lakini tuchukulie huyo Lawi aliyetajwa hapo. Sawa? Alimzaa nani? Alimzaa Lawi. Sasa angalia huyu Lawi, huyu Lawi ambaye ametajwa kwenye kitabu cha waraka kwa Ibrania sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema kwamba huyu alibarikiwa, lakini baraka ilimkuta wakati yeye bado akiwa hajazaliwa kimwili, ila kiroho alikuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Kiroho alikuwepo. Sasa wakati hii baraka anapokea huyu Ibrahim kutoka kwa Melkizedeki, hawa watoto wote ambaye ni Isaka, Yakobo na Lawi hawakuwepo. Umeelewa? Ile baraka anaitoa kwenye madhabahu ambaye ni Melkizedeki. Sasa huyu ndo Ibrahim. Ile baraka aliyopata Ibrahim iliishi kwa Isaka, ikaishi kwa Yakobo, ikaishi kwa Lawi. Baraka huo inafanya hivi:
ina kawaida ya kuishi. Kwa mfano huyu ndo ametoa hiyo baraka na akapata. Sasa ile baraka inaishi kwenye kile kizazi. Na laana iko hivyo hivyo. Laana iko hivyo hivyo. Anaweza akatenda matendo maovu huyu, lakini matokeo ya ile laana yakaishi kwenye kile kizazi kwa muda mrefu. Sasa angalia huyu Lawi ni kizazi cha ngapi? Cha 4. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa Ibrahimu. Lawi ni kizazi cha ngapi? Mnajua kizazi kinaanza kuhesabiwa baada ya muda gani? Kizazi kimoja kinaanza kuhesabiwa baada ya muda gani? Miaka 100. Msifu Yesu Kristo. Miaka? Hapa imepita miaka mingapi mpaka kumkuta? 400. Miaka 400. Bado ile baraka ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inatembea. Maana yake ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inaishi. Ila aliyeomba ile baraka alikuwa alishafanya nini? Alishakufa muda mrefu sana. Kinasaba hiki. Na kwa nini huyu anapata hii baraka? Mnajua ni kwa nini anapata hii baraka? Ni kwa sababu ametoka kwenye kinasaba kilichoomba hiyo baraka. Ni kwa nini mtu mwingine hajatajwa anayetoka ukoo tofauti na wa Ibrahimu? Kwa sababu hakuhusika au hana vinasaba na vya baraka ya Ibrahimu. Tuko sawa sawa? Haimaanishi kwamba watu wengine hawakuwepo, walikuwepo. Haimaanishi kwamba koo zingine hazikuwepo, zilikuwepo. Lakini kwa nini hii baraka haikwenda kwa koo zingine? Hii baraka ikafata vinasaba. Tumsifu Yesu Kristo. Ikafata nini? Vinasaba vya asili ya ile baraka ilipoombwa kutoka. Sasa hiki kinasaba cha Ibrahimu kinaweza kikatenda maovu. Yale maovu yakakifuatilia kile kinasaba kwenye hivi vizazi, kwa sababu inafata mtiririko wa genetics. Hivyo vinasaba inafata huo mtiririko. Kinasaba hiki kimefanya uovu, na huu uovu utaendelea kufuatilia vinasaba vya hiki kinasaba. Kwa hiyo kama uovu umetendwa na hiki kinasaba kilichotangulia, maana yake huo uovu utakuja kwenye hiki kinasaba, utakuja kwenye hiki kinasaba, utakuja kwenye hiki kinasaba. Na hivyo hivyo kama ni baraka itaanza kwenye hiki kinasaba, itakuja kwenye hiki kinasaba, itakuja na kwenye hiki kinasaba, na itakuja kwenye hiki kinasaba. Tunaelewana? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa niwaulize swali lingine. Kama angekuwa anafanya matambiko, tuseme hiki kinasaba sasa. Twende upande wa pili. Kingekuwa kinafanya matambiko. Je, yale matambiko yangekuwa na athari kwenye hiki kinasaba au yasingekuwa na athari? Yangekuwa na nini? Na athari. Na lakini kilichotenda hayo maovu ni kinasaba kilichoanza. Hata kama hiki kinasaba kimekufa, hakipo hai, lakini vile vinasaba vingine vilivyobaki vitakutana na maovu ya hiki kinasaba. Kumbuka, baraka haifi, na laana haivunjiki mpaka ivunjwe. Tumsifu Yesu Kristo. Laana yoyote haivunjiki mpaka ivunjwe. Isipovunjwa itaendelea kuishi miaka na miaka kwenye hicho kizazi mpaka aje atokee wa kuivunja ile laana. Na niwakumbushe, kuna wengine huwa tunasema, asanteni sana, nisiwachoshe sana, mimi nishazoea. Nashukuru nimetoa mfano, Mungu awabariki. Kuna wengine huwa wanasema hivi, ukishabatizwa kama ulikuwa na malaana yako yote yanaondoka. Matokeo ya dhambi ya asili, twende kwenye matokeo ya dhambi ya asili.
Adamu na Eva wakati wanatenda dhambi, wewe ulikuwepo? Ulikuwepo? Lakini matokeo ya dhambi ya Adamu na Eva yanakuhusu au hayakuhusu? Si umebatizwa? Lakini yale matokeo yake bado yanakuhusu au hayakuhusu? Mwanamke aliyebatizwa kabla hajapata kuolewa, anapoolewa na ameshabatizwa na mume wake amebatizwa, akienda kujifungua leba, anasikia uchungu au hasikii uchungu? Si amebatizwa? Tumsifu Yesu Kristo. Si amebatizwa? Si amemkiri Kristo? Huo uchungu unatoka wapi? Ni matokeo ya ile nini? Dhambi. Kwa hiyo unaondolewa dhambi, lakini bado matokeo ya ile dhambi yanakufuatilia. Tumsifu Yesu Kristo. Ndicho ambacho kinafanyika kwenye familia zetu au kwenye vinasaba tunavyotoka. Kinasaba unachotoka kinategemea ulihusiana au kinasaba kilichopita kilihusiana na miungu ya aina gani. Kwa hiyo kama kilikuwa kinaabudu miungu mingine, maana yake ni kwamba hiki kizazi kiliunganishwa na hiyo miungu. Wewe kabla haujazaliwa ulikuwepo kiroho, waliokuwepo kimwili, matukio walioyafanya au maamuzi walioyafanya, wewe ulikuwa haupo. Ulikuwa haupo kimwili, lakini kiroho ulikuwa kwenye mtiririko wa vile vinasaba. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana sasa Ibrahimu hapa, Lawi anapata baraka kwa sababu alikuwa kwenye ule mtiririko wa kiroho wa vile vinasaba ambavyo Ibrahimu anatoka. Ndio maana anapata hiyo baraka. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa unakutana na matokeo ya kizazi kilichoishi miaka 400 kabla ya wewe kuzaliwa, lakini matokeo ya kile kizazi yanaonekana kwako. Kwa nini yanaonekana kwako? Ni kwa sababu unatoka kwenye hivyo vinasaba vilivyohusiana na hiyo miungu. Sayansi inathibitisha kwamba wakipima vinasaba vyako leo, watagundua aina ya ugonjwa ulioko kwenye familia yako miaka 400 iliyopita. Hiyo ni sayansi. Na kiroho ni hivyo hivyo. Tabia, maamuzi, ibada ya kizazi kilichopo kwa kiasi kikubwa inafuata mlolongo wa kizazi kilichopita. Walikuwa wanaamini nini? Walikuwa wanatoa sadaka wapi? Walikuwa wanaabudu wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Walijenga madhabahu wapi? Sasa twende kwa ushahidi. Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Muone kwamba Ibrahimu wakati akiwa kijana alijenga madhabahu, na ile madhabahu haikunyamaza, ilifuatilia uzao wake. Tusome kile kitabu cha Mwanzo 12, alafu tutaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 28. Muone matukio yaliyotokea. Mwanzo, tusome ile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Lakini ili tuwe na muda mzuri, ninaomba tuanzie ule mstari wa 4. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru, Rutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abraham akamchukua Sarai mkewe na Rutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia. Na hao watu waliowapata huko Harani wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani. Tunasoma, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abraham akapita katikati ya nchi
mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni mwa More. Na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu. Kama una Biblia, naomba uweke neno madhabahu, uipigie mstari. Bwana akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Tumsifu Yesu Kristo. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki mwa Betheli, akapiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa Ai, upande wa magharibi, na upande wa magharibi, na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu. Weka mstari. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Abrahamu ameenda Betheli, amejenga madhabahu. Amejenga nini? Madhabahu. Sasa angalia hii madhabahu aliyojenga ilichokifanya kwenye kizazi cha Ibrahimu. Tusome Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 28. Ile madhabahu aliyojenga Ibrahimu ilikuja baadaye. Mjukuu wake alikuja kukutana nayo baadaye. Tusome Mwanzo 28 kuanzia mstari wa 10. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama imesimamishwa juu ya nchi, na akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uliolala nitakupa wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Nchi hii uliolala nitakupa wewe. Nitakupa wewe na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Nao utaenea upande wa mashariki, upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapo kufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanzo 12 tumesoma Betheli, hatujasoma Betheli. Tumesoma? Kwa hiyo huyu Yakobo ameenda kulala kwenye madhabahu ambayo babu yake Ibrahimu aliijenga. Na anapolala anaota ndoto, anaona malaika wanapanda na kushuka kwenye lile eneo alilolala, bila kujua kwamba ameenda kulala mahali ambapo babu yake alijenga madhabahu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hii madhabahu ilikuwa haionekani kwa macho, lakini ilikuwepo. Tuko sawa sawa? Lakini ilikuwepo. Na watu wengine walikuwa wanaenda hili eneo, lakini hata wakienda hili eneo walikuwa hawakutani na hiki Yakobo alichokutana nacho. Lakini kwa nini Yakobo anakutana na hii hali? Ni kwa sababu madhabahu huwa zina kawaida ya kufuatilia watu wa vile vinasaba wanavyotoka. Tumsifu Yesu Kristo.
Kwa hiyo hii madhabahu ilikuwa inamtafuta Yakobo, au ilikuwa inatafuta uzao wa Ibrahimu. Tunajua kwamba Yakobo ni mjukuu wa nani? Wa Ibrahimu. Tuko sawa sawa? Ndio maana sasa kuna baadhi ya familia, mambo waliotenda kwenye familia au kizazi kilichopita walichokifanya kwenye familia kinaweza kikawa kinafuatilia familia moja baada ya nyingine. Tuchukulie mathalani ugonjwa. Na watu ambao aina ya ugonjwa unaowaua kwenye familia ni ule ule, au kuna aina ya vifo ambavyo vinatokea kwenye hiyo familia ni vya aina moja. Unaweza ukashangaa ulevi ulimuua babu, ukaja ukamuua baba, ukaja saa nyingine unataka kuniua na mimi, kitu kile kile. Kwa nini? Vinasaba vile vya ulevi vinafuatilia hicho kizazi kwa mtindo huo, kwamba huu ugonjwa uliua baba yako na huu ndio ugonjwa utakao kuua. Kuna familia ambazo watoto wa kike wakiolewa hawalipiwi mahali kabisa, hawalipiwi. Unaweza ukakuta wako 5 wote wameolewa bila mahari, au unaweza ukakuta wako 5 wote wanaolewa baada ya kuwa kila mmoja ana mtoto, au wote wanaolewa bila kufunga ndoa, wanakuja wanafunga baadaye, pengine hata kama ni kubariki wanabariki baadaye. Nini kinachofuatilia? Vinasaba. Sasa Yakobo anafuatiliwa na madhabahu ya babu yake kwa mpande wa mfumo wa baraka. Ndio maana Mungu anapomtokea anakuambia, nchi hii ulalayo nitakupa wewe. Kwa nini nitakupa wewe? Mungu alikuwa ameshampa Ibrahimu tayari ile nchi. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa amempa tayari Ibrahimu ile nchi kiroho, ilikuwa ni nchi ya uzao wa Ibrahimu. Haikuwa nchi ya uzao wa kizazi kingine, isipokuwa ni nchi ya uzao wa Ibrahimu. Na ndio maana ile madhabahu kazi yake ilikuwa inalinda ule urithi wa ile nchi. Kwa hiyo Yakobo anapotokea analala, Mungu anamwambia, hii nchi uliyolala nitakupa wewe na uzao wako. Angalia, hampi tu Yakobo. Mungu anasema nitakupa wewe na uzao wako. Kama vile alivyompa Ibrahimu na uzao wake. Kuna aina ya baraka ambazo ni baraka za kimwendelezo. Tunaita baraka za kivizazi. Siku hizi tuna watu ambao ni matajiri, lakini angalia, wakifa na utajiri wao unakufa. Hawana ule mwendelezo wa baraka. Nikuulize wewe, kwa utafutaji wako, je, mali ulionayo inaweza ikaliwa na vizazi vingapi? Tumsifu Yesu Kristo. Au ndio hivyo, hata ng'ombe wa msiba watakopa. Na kuna kitu hapa tunataka tujifunze. Kitu pekee kilichokuwa kinalinda uzao wa Ibrahimu na utajiri wake zilikuwa ni madhabahu alizokuwa anajenga Ibrahimu. Hapa kuna madhabahu, Ibrahimu amekufa akiwa amejenga madhabahu zaidi ya 5. Kila alipokuwa akitokewa na Mungu, Ibrahimu anajenga madhabahu. Unajua ni kwa nini? Alikuwa anamiliki na kulinda ile ahadi ambayo Mungu ametamka kwake. Sasa tunatoka kwenye familia ambazo shetani aliwahi mapema akajenga madhabahu ambazo anajua kabisa hizi madhabahu zitazuia wakuu wanaoweza kutoka kwenye hiki kizazi. Hizi madhabahu zitahakikisha zinazuia ukuu na uwezo wa hawa wanaozaliwa kwenye hizi familia. Ndio maana sasa tunatoka kwenye familia ambazo zina mazuio. Ukimaliza hili zuio unakutana na zuio lingine. Ukimaliza zuio la kiuchumi unakutana na zuio pengine la magonjwa. Ukimaliza zuio la magonjwa unakutana pia na zuio lingine. Yaani unakuta kuna madhabahu nyingi zilijengwa na zingine zikao zinajipachika kwenye maeneo. Ndio maana sasa hata laana huwa kuna laana ya maeneo.
Ndio maana kwenye familia zingine wao laana yao sio kusoma, wanasoma vizuri na kazi wanapata vizuri. Laana yao unaweza kukuta imeelekezwa kwenye uzao. Yaani watasoma, wataona kuolewa, watakuwa na ajira nzuri, lakini hawatakuwa na kizazi kinachoeleweka. Au wengine unakuta laana yao iko kwenye jinsia ya kike peke yake, kwamba watoto wa huu ukoo wa kike hata wakiolewa hawatakuwaga na maisha mazuri. Imewekwa tu kwenye upande wa watoto wa kike. Watoto wa kiume unakuta wao hawana shida. Na kuna zingine unakuta zimeelekezwa kwenye laana, imeelekezwa kwenye upande wa watoto wa kiume. Ndio maana unaweza kukuta kuna familia nyingine watoto wa kike wao wana maendeleo mazuri sana, lakini watoto wao wa kiume hawana maendeleo ya aina yoyote. Kuna madhabahu ilielekezwa upande wa watoto wa kiume kwamba ninyi mtashughulika na uzao wa kiume wa huu ukoo. Hakikisheni hakuna mtoto wa kiume atakayekuwa mkuu hata kama ana jitihada za aina gani. Lakini utashangaa watoto wa kike wao wanastawi, wakiolewa huko wanaenda wanastawi, wanazaa wanastawi, wao ile laana haiwahusu. Kwa unakuta imeelekezwa mahali fulani. Na nini hiyo laana inasimamiwa na nini? Inasimamiwa na madhabahu. Uzao wa Ibrahim na baraka zake na utajiri wake ulikuwa unalindwa na madhabahu. Ngoja niwaambie kitu cha kushangaza. Ibrahimu anaenda Misri. Baada ya njaa kuwa imekuwa kubwa sana, anaenda Misri. Anapofika Misri, kumbuka anapoenda Misri tayari alishamjengea Mungu madhabahu. Amemjengea Mungu madhabahu huko Harani alikotoka, karibia madhabahu 2. Ukisoma hiyo kitabu cha Mwanzo hiyo 12. Alikuwa ameshajenga madhabahu 2. Ukisoma Mwanzo 12 sura ya 10. Inasema basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abraham akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa wa Misri watakapokuona watasema huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi, nawe watakuacha hai. Tafadhali useme wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abraham alipofika Misri, wa Misri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abraham. Ndipo Farao akamwita Abraham akasema, ni nini hili ulilonitendea? Mbona hukuniambia ya kuwa huyo ni mkeo? Mbona ulisema huyo ni umbu langu, na hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho. Tumsifu Yesu Kristo. Shangaa, Farao badala ya muadhibu Ibrahimu kwamba umenidanganya, anachukua tena mali anampa Ibrahimu. Unajua kilichomlinda Ibrahimu akiwa kwenye nchi ya Farao na miungu ya Farao ni nini? Madhabahu ile ya Ibrahimu aliyoingia nayo kwenye nchi ya Misri ilikuwa na nguvu kuliko madhabahu zote za wa Misri na Farao na kundi lake. Ndio maana hakuguswa kwa lolote. Kwa nini? Kiroho madhabahu ya Ibrahimu ilikuwa na nguvu sana. Ndio maana sasa badala ya Ibrahimu kuhadhibiwa, anapewa tena mahali na mkewe kwamba basi ondoka. Mtu amekudanganya kwamba huyu sio mke wangu, ni dada yangu, kwa hiyo wewe mchukue. Na angalia Mungu alichokifanya. Mungu alikuwa analinda tumbo la Sara kuliko kitu chochote kile. Na mnajua ni kwa nini Farao anataka kumchukua Sara?
Angalia, mwanamke ana miaka 70. Unavutiwa naye unavutiwa naye wa nini? Lakini walipomuona miungu ya Farao ilipoona huyu Sara, ikamsifu kwa Farao na ikamwambia huyu kuna mwanamke ameingia. Nini? Walikuwa wameshaona tayari kwamba kwenye tumbo la Sara kuna uzao wa baraka ndani yake. Na ndio maana Farao anamchukua, anataka alale naye. Na anapotaka kulala naye, Mungu anamwambia yote utafanya, lakini ukijaribu kulala na huyu mwanamke na kuua. Kwa nini? Alikuwa analinda tumbo la Sara lisinajisiwe, au madhabahu nyingine isiingie kwenye ule uzao wa Ibrahim. Kaambia basi wewe ondoka, nenda na waifu wako huko unakoenda, na mali hizi hapa nenda nayo. Nini? Madhabahu. Hizi madhabahu zina kawaida ya kufuatilia kizazi kimoja baada ya kingine. Wewe kuto kuona yaliyofanyika kwenye kizazi kilichopita haimaanishi kwamba hayakuwepo yaliyofanyika, yalikuwepo. Na kuto kujua kwako yaliyofanyika hakumzuii shetani kukutandika anavyotaka. Atakutandika kwa sababu anajua haujui kilichotokea. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana sasa kuna kwenye nchi za Kiafrika, watoto wa Kiafrika wanaotoka kimaisha ni wachache sana. Na angalia, wakitoka mapema ni hao wanawahi kuuawa. Na kingine ambacho huwa kinawaua hawa mapema ni zile madhabahu. Zinaona kabisa mbona huu uzao kuna baraka inataka kuingia. Mnashangaa mtu alikuwa ameanza kuinuka kiuchumi, kikazi, kinini, analeta maendeleo kwenye familia, anaangushwa, pap, wanabaki wale walalahoi. Maana yake nini? Zile madhabahu ambazo zinazuia ukuu kwenye ule uzao zinainuka, zinaanza kuona kuna mtu anakuja kuwa tishio kwenye huu uzao, atakayeleta mapinduzi ya utajiri na baraka. Sasa tumwahi mapema, anawaiwa, anaisha. Kwa hiyo kama alikuwa na utajiri wa aina yoyote, utashangaa ndugu watapokea, wataanza kunyang'anyana ule utajiri, mara baada ya muda fulani umeisha. Chunguza familia ambazo wanawake wengi wamezulumiwa. Yeye ametafuta na mume wake vizuri, baada ya kupata mume wake pengine amefariki. Angalia ndugu wanavyoanza kutoa macho kwenye zile mali alizoacha ndugu yao. Sio ndugu, ni madhabahu. Zinataka ziufilisi kabisa ule utajiri uliokuwa umeanza kutengenezwa, wote waanze upya. Na wanaanza upya. Kwa hiyo kuna nyota ya utajiri kwa imeshaanza kuonekana, inafutwa. Mnarudi kuwa maskini. Kwa hiyo hiki kizazi cha huyu aliyekuwa ameanza kuinuliwa na chenyewe ule utajiri unaondolewa, na wao wanaanza maisha magumu ya umaskini, yanaanza upya tena. Walikuwa wameanza kufurahia maisha, wanarudishwa kuanza upya. Nini kimewarudisha? Ni zile madhabahu. Hata kama hamuzioni, ni zile madhabahu zimeshaanza kuona kwamba kuna wakuu wanaanza kuinuka kwenye uzao. Tuwawahi mapema, wanawaiwa, wanaangamizwa. Angalia, wale ambao hawana hili wala lile ndio huwa wanaishi umri mrefu sana. Lakini wale wenye uwezo, wale ambao wameanza kuonesha neema, wale ambao wameanza kuonesha matunda, wanaondolewa ghafla, wanazimwa kama mshumaa. Nini? Madhabahu. Wengine watakufa kifo ambacho mnaweza mkaona kwamba ni cha kawaida, labda ameugua muda mrefu ngoja apumzike, lakini kumbe ni madhabahu zimeleta ugonjwa, na huo ugonjwa umemuondoa. Sasa tuna Wakristo ambao hawana madhabahu zinazowalinda kiroho. Na ngoja nikwambie, vita ya kimadhabahu inapiganwa na madhabahu. Naomba hilo likae kwenye kichwa chako siku zote. Wewe kama wewe hauwezi ukapambana na madhabahu ukashinda madhabahu. Dawa ya madhabahu, kama kuna madhabahu, ni kujenga madhabahu. Na ndicho kilichokuwa kinamsaidia Ibrahimu. Ndio maana sasa hauwezi ukawa mkuu kama hauna madhabahu. Hauwezi ukawa mkuu kwenye biashara
kama hauna madhabahu. Hauwezi ukawa mkuu kwenye siasa kama hauna madhabahu. Hauwezi ukawa mkuu mahali popote panapohitaji ukuu kama hauna madhabahu. Yaani hauwezi ukawa mkuu wa biashara kwenye mkoa wa Tabora kama hauna madhabahu ulioinua kwenye huu mkoa inayokulinda. Kwa nini? Kiroho kuna madhabahu nyingi sana ambazo zinazuia watu kuinuka. Badala yake zinawasapoti wale ambao wanazihudumia zile madhabahu. Na madhabahu yoyote ambayo hauihudumii, hiyo madhabahu itafanya juu chini kukupinga. Na kwenye familia hivyo hivyo. Usipoinua madhabahu itakayoondoa ugonjwa unaowaua kila wakati, huo ugonjwa utaendelea kuwepo kwa sababu unatoka kwenye madhabahu. Ngoja niwaambie kwa weledi, labda mnaweza mkaelewa. Baba Mtakatifu au Kanisa Katoliki linapotaka kutoa tamko la kiulimwengu linaruhusu kanisa, Baba Mtakatifu hawezi akatoa hilo tamko asipokuwa kwenye kile kiti chake kikuu pale Vatican. Hawezi akatoa hilo tamko akiwa Marekani. Hawezi akatoa hilo tamko akiwa Vietnam. Hawezi akatoa hilo tamko akiwa Afrika. Anatoa hilo tamko linaruhusu kanisa la kiulimwengu akiwa kwenye kile kiti. Maana yake akiwa kwenye ile madhabahu kuu ya Kanisa Katoliki. Ndo ana release statement au maelekezo yanayohusu kanisa au tamko. Askofu mkuu anapotaka kutoa maelekezo yanayohusu jimbo lake, hawezi akatoa yale maelekezo akiwa nje ya kanisa kuu. Anatoa hayo maelekezo akiwa ndani ya kanisa kuu. Tena saa nyingine akiwa amekaa kwenye kile kiti cha kiaskofu na ameshikilia fimbo yake. Madhabahu za giza. Ndio maana kuna baadhi ya waganga wanatoa maelekezo wakiwa kwenye viti vyao, kwenye vile vilinge vyao. Unapoenda anakuuliza unataka tumfanyie nini huyu mtu. Anamuua huyo mtu akiwa kwenye kile kiti chake. Sasa kinachoua ni nini? Ni ile madhabahu, sio yeye. Maana yake anaiagiza, nenda ukafanye hivi. Ndio maana sasa unaweza ukaenda kwa mganga wa kienyeji akakwambia kuna mtu fulani namtafuta, akaleta hata beseni la maji. Ukashangaa navuta ile sura ya yule mtu. Yule mtu anatokea kwenye ile beseni la maji. Anamuuliza ni huyu? Asema yeye. Unataka tumfanyie nini? Afe. Unaweza ukashangaa hata anamchoma kisu. Pap. Unashangaa huyo mtu kweli jambo hilo pengine anatokea anauawa. Nini ambacho kimemuua? Ile madhabahu. Kwa hiyo baada ya kuwa amefanya ishara ya kumuua, yanatengenezeka mazingira ya huyu mtu kuuawa. Kwa utashangaa labda walikuwa wanakunywa pombe na nini imetokea pu. Au ametoka huko alikotoka huko gari limemgonga pu. Nini? Ameshauawa tayari. Nini ambacho kimemuua? Madhabahu. Labda kama haya ninayosema hujawahi kuyaona. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kutokuyaona kwako haimaanishi kwamba hayapo. Yeah.